Epifania ni neno la Kiyunani lenye maana ya kufunuliwa, kujidhihirisha. Sasa anapokuja au inapokuja Epifania, inamtoa Yesu kuwa sio Myahudi tu, ila Yesu ni wa watu wote. Yesu ni wa mataifa yote. Ufunuo ndio tunamaliza Christmas. Baada ya siku hii ya leo tarehe 6, tunatoa mapambo yote. Tayari Christmas imemalizika. Kila mtu anayezaliwa kuna kusudi la Mungu kwa nini anazaliwa. Kuna saa nyingine unapita kwenye misukosuko mikubwa kwenye maisha, na unadhania misukosuko hiyo ni ya kwako tu, lakini ile package uliokuja nayo inapiganiwa. Na unaweza ukafika mahali ukasema ninapita mimi peke yangu, ni kwa sababu hujajua wenzako wanapita wapi. Kuna vifungo vingine huwezi kuviona kirahisi, na kuna vifungo vinafika mahali vinaukatisha tamaa. Unasema mimi ndiyo fungu langu. Hayo unapitia ni sehemu, lakini mbele kuna kusudi la Mungu. Sio rahisi sana kuona kwamba hili ndio kusudi la Mungu kwa sababu nimeliona. No. Kuna saa nyingine kusudi la Mungu linapita kwako peke yako. Halafu unajiuliza, kwa nini napita hapa? Kwa nini ni mimi? Kwani mimi na shida gani? Kuna jambo ambalo Mungu anatamani kulifanya kwako. Fungua moyo wako, Mungu afanye. Kuna majira ambayo package yako inawindwa kuliko wakati mwingine wote. Na hayo majira kifika utaona unakutana na misukosuko usiodhania. Mungu wa neema uliyemtuma Bwana wao Yesu Kristo kuja duniani, asante kwa ajili ya kuruhusu wema wako na fadhili zako kwetu. Uhimidiwe Mungu Baba Bwana wetu Yesu Kristo, uliyeliita kanisa lako kwa makusudi yako, ukalitakasa, ukalisafisha ili likuzalie matunda. Na sasa tunasogea mikononi mwako tukiendelea kutafakari juu ya upendo wako mkuu kwetu na majira tulionayo. Basi useme na maisha yetu, utuongoze kama upendavyo, nasi Mungu takurudishia utukufu, heshima, enzi na ukuu. Na uhimidiwe Baba Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetupa siku hii ya leo mbele za uso wako. Nami nimekutukuza nikiomba wema wako kae pamoja nasi sote sasa na hata milele. Amen. Nasoma kitabu cha nabii Isaya sura ya 49 mstari wa 6 hata ule mstari wa 12. Kitabu cha nabii Isaya sura ya 49 mstari wa 6 hata ule mstari wa 12. Naam, asema hivi: ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu, ili kuzifunua kabila za Yakobo na kurejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo, nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata mwisho wa dunia. Bwana mkombozi wa Israeli, mtakatifu wake, amwambia hivi: yeye anayedharauliwa na wanadamu, yeye anayechukuliwa na mataifa na taifa hili, yeye aliye mtumishi wao watawalao, wafalme wataona, watasimama, wakuu nao watasujudu kwa sababu ya Bwana aliye mwaminifu, mtakatifu wa Israeli, aliyekuchagua. Bwana asema hivi: wakati uliokubalika nalikujibu, na siku ya wokovu nalikusaidia. Nami nimekuhifadhi, nitakutoa uwe agano la watu hawa, ili kuinua nchi hii na kuwathibitisha urithi uliokuwa ukiwa, kuambia waliofungwa, haya tokeni, na hao walio katika giza jionyesheni. Watajirisha katika njia, na juu ya majabali watapata malisho. Hawataona njaa wala hawataona kiu, hali haitawapiga wala jua, kwa maana yeye aliyewarehemu atawatangulia. Naam, karibu na chemchem za maji atawaongoza. Nami nitafanya mlima yangu yote kuwa njia, na njia kuu zangu zitatukuzwa zote. Tazama, hawa watakuja kutoka mbali, na tazama, hawa kutoka kaskazini na kutoka magharibi, na hawa kutoka nchi
ya sinimu. Amen. Naomba tuketi. Leo ni siku ya ufunuo, yaani Epifania. Epifania ni nini? Epifania ni neno la Kiyunani lenye maana ya kufunuliwa, kujidhihirisha, kujionyesha. Na kujionyesha huku ni kwa kitu kilichokuwa kimefichwa. Ndiyo maana ya Epifania. Lakini katika karne ya 3 alitokea mfalme mmoja aliyeitwa naye Epifania Antioko. Walio wengi walisikia na kujua habari za huyu mfalme, lakini huyu hakuwa ana maana hii ya Epifania ile ya awali yenye maana ufunuo wa Yesu Kristo kwa ulimwengu. Wakati Yesu Kristo anazaliwa, alionekana amezaliwa katika nyumba ya Kiyahudi. Alionekana wazi ni mtoto wa Yosefu na mtoto wa Mariamu. Alifuata desturi na tamaduni za Kiyahudi. Alitahiriwa siku ya 8. Alipelekwa kwa kuhani siku ya 8. Alifanyiwa mambo yote yahusuyo Torati ya Musa. Kwa sababu hiyo alionekana ni Myahudi. Sasa anapokuja au inapokuja Epifania, inamtoa Yesu kuwa sio Myahudi tu, ila Yesu ni wa watu wote. Yesu ni wa mataifa yote. Na hapa masomo makuu katika Biblia yanayotawala huwa linatawala somo la mamajusi wa mashariki. Hawa mamajusi wa mashariki kimsingi wanaitwa wanajimu wa nyota, watazamaji wa nyota, wataalamu wa nyota, si wa Kristo, si Wayahudi. Kwa lugha nyingine tungesema ni kama waganga wa kienyeji. Walikuwa wameifuata nyota walioiona. Inaonyesha kwamba hata watu wa mataifa wanaweza wakaiona nyota ya Yesu wakamfuata Yesu. Maanake Yesu habaki kuwa Myahudi. Yesu anatoka katika nafasi ya kuwa Myahudi. Mara nyingi somo hili linapofundishwa la hawa mamajusi wa mashariki, walio wengi huuliza, hawa wanaitwa mamajusi ni wanawake? Mamajusi sio wanawake. Mamajusi ni neno lililotumika lenye maana wataalamu wa nyota. Neno hilo halikupata tafsiri nyingine katika lugha yetu ya Kiswahili, likabakia kuwa ni mamajusi. Walio wengi wanauliza, walikuwa ni wanawake? Hapana, mamajusi walikuwa ni wataalamu. Biblia haikuonyesha kama ni wanawake ama ni wanaume, lakini walikuwa ni wataalamu, wanajimu wa nyota. Na tukimaliza somo hili la mamajusi au tukimaliza ufunuo, basi Jumapili inayofuata tunazungumzia ubatizo. Na hapo somo kuu linakuwa Mathayo mtakatifu sura ile ya 2. Sauti inatoka mbinguni inasema, huyu ni mwanangu ninayependezwa naye. Haya masomo yanapangiliwa kulingana na kalenda. Likitoka somo hilo linafuata somo la Yesu hubariki nyumba zetu. Ukumbuke kwamba unaanza ufunuo, Yesu anamaliza ufunuo, tunakuja kwenye ubatizo, tuipate ile sauti kutoka mbinguni. Tukimaliza ubatizo huo, tunakuja Yesu hubariki nyumba zetu, tunapata somo la Yohana harusi ya Kana. Mara nyingi linakuja hilo. Na baada ya hapo somo linalofuata au Jumapili inayofuata inakuwa ni Jumapili ya Yesu kufanya muujiza. Jumapili hii ya mwaka huu itakuwa ni kung'aa kwa Yesu. Kwa hiyo haya masomo yote yanapangiliwa na kalenda, hayatokei tu hivi hivi. Na sasa huu ufunuo au Epifania ndipo tunapoanza kuhesabu ili kuelekea kwenye Kwaresma. Tunakuwa na Jumapili zisizozidi 5. Halafu baada ya zile Jumapili zisizozidi 5 tunaanza kuingia majira ya Jumapili 9 kabla ya Pasaka. Zile Jumapili 9 tunakwenda Jumapili 2 hadi 3. Tukimaliza hizo Jumapili 2 hadi 3 tunaanza kuingia kwenye kipindi cha majivu. Tunapoingia kwenye kile kipindi cha majivu tunakuwa na Jumatano 7. Zile Jumatano 7 zinatupa Pasaka. Kwa hiyo ni rahisi kuitafuta Pasaka kuanzia tarehe 6.
Ile Pasaka inapoanzia tarehe 6 inategemea kama tu hii Pasaka hii siku ya tarehe 6 ingeangukia tu Jumapili, basi maana yake kwamba Pasaka mwaka huu ingekuwa ni siku au ingekuwa ni mwezi wa 3. Kitendo cha kuangukia Jumatatu au Jumanne, Pasaka inakwenda mpaka mwezi wa 4. Ingeangukia Jumapili tu, basi mwaka huo Pasaka inakuwa ni mwezi wa 3. Kwa ukisikia tarehe 6 imeangukia Jumapili, basi Pasaka mwaka huo inakuwa ni mwezi wa 3. Ukisikia tarehe 6 imeangukia Jumatatu, hiyo Pasaka inakwenda mpaka mwezi wa 4. Tunapata Pasaka kwa sababu ya ufunuo. Tunapata Pasaka kwa sababu ya Epifania. Kwa Epifania ndio tunaanza kuhesabu Pasaka iko wapi. Lakini leo hii ndio tunamaliza Christmas. Ufunuo ndio tunamaliza Christmas. Baada ya siku hii ya leo tarehe 6 tunatoa mapambo yote, tayari Christmas imemalizika. Sasa tunatembea katika majira ya kuona kwamba kanisa linasimamaje, kanisa linaendaje. Na hapa ndipo mahali ambapo Wakristo walio wengi wanatakiwa wajifundishe kwa nini tuna Epifania. Epifania ni ufunuo. Yesu anajifunua, Yesu habaki kuwa Myahudi. Nataka niseme mambo machache. Somo tulilisoma la Injili la Nabii Isaya lina mambo makuu 4. Mimi nimechagua haya kuyazungumzia. Katika haya mambo makuu 4 tunaitazama Isaya. Haya mambo 4 ukitaka kuyapatia vizuri uanze sura ya 42. Sura ya 42 inafanana sana na sura ya 49. Inafanana sana na sura ya 50 na sura ya 53. Hizi sura za Isaya narudia 42, 49, 50 na 53 zinazungumzia haya mambo 4 ambayo Isaya 49 hii mistari 6 tuliopewa inabeba maana hiyo. Jambo la kwanza ambalo linazungumziwa kuhusiana na Isaya hii, anasema Isaya hii 49 anasema Mungu alimteua Yesu. Mungu alimteua Kristo kabla hajazaliwa. Tazama, bikira atachukua mimba. Kabla hajazaliwa alimtabiri ya kwamba anakuja kuzaliwa. Na sawa sawa na Yeremia, anasema alimwita tangu tumboni mwa mama yake. Yeremia sura ya 1 mstari wa 5. Na katika haya Mungu anasema katika Isaya, upanga wa Mungu utakuwa kinywani mwake. Na sio tu upanga wa Mungu, atafichua mambo yaliyofichwa. Waebrania ile sura ya 4 mstari wa 12, atafichua mambo yaliyofichwa. Katika hapa tunajifunza mambo yafuatayo. Mungu anamchagua mtu kabla hajaja duniani. Mungu anamchagua mtu kabla hajazaliwa. Kwa sababu hiyo, kila mtu anayezaliwa kuna kusudi la Mungu kwa nini anazaliwa. Hakuna mtu anayekuja duniani kwa bahati mbaya, au hakuna mtu analetwa duniani na shetani. Kila anayekuja duniani lipo kusudi la Mungu la kumleta duniani. Kusudi hili linapokuja na kuthibitika, adui hulitafuta hili kusudi aweze kuliondoa. Anachokifanya adui ni kuondoa kusudi lako. Ingawa Mungu amekuteua, umekuja duniani kwa makusudi yake, adui hutamani kuliondoa hilo kusudi. Kutokea unazaliwa, vita yako ya kwanza ni vita ya kusudi la Mungu juu yako. Mungu anatamani kusudi lake litimie juu yako, shetani anatamani kusudi la Mungu litimie juu yako. Na kwa sababu hiyo vita ya kwako inaanza tokea siku unazaliwa, kuliondoa kusudi la Mungu. Tunaona katika haya na kujifunza katika haya kitendo cha kuzaliwa Yesu. Tunaona Herode anatafuta nafasi ya kutaka kufuta kusudi la Mungu. Anakwenda kuangamiza watoto kwenye viwanja vya maeneo yote ya Bethlehemu. Anaenda kuangamiza watoto. Lengo la shetani ambaye alitumiwa kama nafasi ya Herode ni kuangamiza watoto wasiokuwa na hatia. Anamtafuta Yesu kuondoa kusudi la Mungu. Kama Yesu alikuja na Mungu alikuwa ni mwanawe, kusudi lake lilianza kuwindwa tokea anazaliwa. Kwa nini mimi na wewe leo tusiwindwe kwenye makusudi tuliyokuwa nayo?
Kama Mungu alikuwa amemleta Yesu Kristo kwa kusudi la kuukomboa ulimwengu, shetani hakukubali, akamtumia Herode. Na Mungu ashukuriwe, Yesu akaondolewa na baba yake na mama yake walezi kwa kuongozwa na malaika. Kwa nini kwako kusudi la Mungu litimie? Kulilinda kusudi la Mungu ni jukumu la kupitia wazazi na walezi. Hawa wana jukumu la kulinda kusudi la Mungu. Hawa wana nafasi ya kusikia sauti ya Mungu inasemaje juu ya mtoto wao. Na kwa sababu hiyo wazazi na walezi ni wajibu wao kuomba kwa ajili ya mtoto anayezaliwa. Kabla hajazaliwa mtoto, kuna package yake ya uhusiano wake na Mungu. Lakini akishazaliwa huyo mtoto, tayari mtoto yuko katika vita. Wazazi ndio ambao wanaweza kulinda nafasi ya huyu mtoto. Tasema maneno magumu lakini mtanielewa. Kuna wakati mwingine mama mjamzito anakuwa mjamzito, lakini mwanamume aliyempa ujauzito anasema sihusiki. Huyu mtoto anapokuja kuzaliwa ambaye baba yake amesema sihusiki, usidhania kwamba ataendelea kuwa salama siku zote. Mama anapata ujauzito, anasema mimba sikuwa nimeitaka, natamani nikaitoe hii mimba. Halafu anakwenda anakosa uwezekano wa kuitoa ile mimba, halafu mtoto anazaliwa asiyekubalika. Anakuja na kusudi. Hili kusudi lilikuwa linataka kuzimwa kabla. Jana nilikuwa na Mkristo mwenzetu, alinitafuta, nikamwambia nitakuwa na nafasi ya kuonana na wewe. Akanitafuta sana, tukaonana. Tulipoonana akaniambia mambo yafuatayo. Ana mtoto ambaye ni wa kidato cha 5. Mwaka jana alikuwa kidato cha 5. Ni mtoto wa kwanza wa kike, ana miaka 16. Alifunga shule akaja. Lakini mama anasema ana kaka yake, wanazaliwa baba mmoja mama mmoja, ni kaka yake wa mwisho. Akaja likizo, anasomea udaktari. Wakakutana katika hiyo familia. Katika mazingira yasiyokuwa ya kawaida, huyu mjomba akambaka huyu binti, na binti akaficha amweleze nani, amweleze mama au anyamaze kimya. Binti akaamua kunyamaza kimya. Kile kitendo, kumbe yule binti alipomakwa aliingiziwa ujauzito, na binti akawa mjamzito. Hakutambua binti. Muda kufungua shule ukafika, akarudi shuleni. Anafika shuleni, anawaambia wanafunzi wenzake, nasikia kuna kitu kinapiga huko tumboni. Wenzake wakamwambia kwamba utakuwa una tatizo la tumbo. Ukifunga uende kaambie. Binti anabadilika. Hakuna mwanafunzi anejua, hakuna mwalimu anejua. Nyuma huku mama akasema kwamba ninahisi vibaya, kwa sababu kila wakati mwanangu mdogo wangu anampiga simu binti yangu, naona sio simu za kawaida. Akaanza kufuatilia, hakuna majibu. Visiting day ikafika, mama akaenda, akafika shule, akamwona binti amebadilika. Akamwambia, wewe binti, mbona umebadilika? Akamwambia, wewe ni mjamzito. Akamwambia, hapana mama. Wiki 2 baadaye shule ikafungwa. Walipokuja kwenda kumpima, binti ni mjamzito wa miezi 5. Mama anasema, napeleka wapi sura yangu? Nasema na nani? Akasema, hii aibu nitaipeleka wapi? Nina heshima kanisani. Kuliko kusubiri jambo hili litokee, ni afadhali na mimi nijiondoe. Akiwa anafikiria kujiua, akapata wazo la pili. Kwa nini binti yangu nisiende kumtoa mimba ya miezi 5? Akakubaliana na halmashauri ya kichwa chake, akamtoa binti yake mimba. Akaenda binti, walipopima akamwambia, tayari hiki ni kiumbe. Kinachowezekana sasa hivi hapa ni binti kupigwa sindano, binti apate uchungu, ajifungue, kwa sababu hiki ni kiumbe kamili. Na mama akakubali, na binti akapigwa sindano. Baada ya masaa 6 kile kiumbe kikatoka, na mama akakosa raha kuanzia siku hiyo. Akawa anatafuta mahali pa kusema. Hawezi kumwambia mume wake, ni aibu. Hawezi kurudi kwa wazazi wake, ni aibu. Alichomwambia kaka yake kwamba hata ikitokea nimekufa nyumbani kwangu usije, tusizikane mimi na wewe.
Kakake kamwambia samahani dada na kadhalika, lakini amekufa mtu. Unadhani nataka niseme nini? Huyu mtoto alikuwa ni nani kesho kutwa aliyeuawa? Huyu mtoto angefanya nini kesho kutwa? Package yake ipo, itadai. Angekuwa nani? Angefanya nini huyu mtoto? Alikuwa analetwa duniani kwa jambo gani? Katika mazingira hayo bado Mungu anapitisha nafasi ya package ya huyu mtoto inakataliwa. Isaya anasema kabla hujazaliwa Mungu anakujua. Kuna saa nyingine unapita kwenye misukosuko mikubwa kwenye maisha, na unadhania misukosuko hiyo ni ya kwako tu, lakini ile package uliokuja nayo inapiganiwa. Ile package uliokuja nayo unataka kunyang'anywa. Misukosuko lazima ije ili ile package uliopewa na Mungu yenye baraka za Mungu iondoke. Na unaweza ukafika mahali ukasema ninapita mimi peke yangu, ni kwa sababu hujajua wenzako wanapita wapi. Anasema nimwambie nani? Nimeukimbilia kwako mchungaji, naomba nitubu. Inawezekana sana nimemkosea Mungu kuliko watu wote, kwa sababu ningenyamaza mwanangu pengine angezaa. Na sasa nimekatili maisha ya yule mtoto. Nilikuwa najiuliza mwanangu akiwa anajifungua na umri huu mdogo, miaka 16, shule itakuwaje? Nikasema shule sio kitu. Akifariki wakati anajifungua kwa sababu bado ana umri mdogo, nafanyaje? Niache mwanangu afe au nitoe hii mimba? Mchungaji, niliamua nitoe hii mimba. Nimekuja kwako, naomba unistiri mchungaji, unitunze, unirudishe kundini. Nimeua. Nilikuwa nimemwambia siku kadhaa na miaka kadhaa juu ya huyu mtoto, juu ya watoto wengine, na nilikwambia binti yule ambaye alikuwa anasoma Jitegemee, baba yake na mama yake walimtoa mimba, na katoto kakaa kanalia katika ukuta. Wenzake wakaoni yeye anaona katoto kanalia. Kuna saa nyingine wazazi wanabeba hiyo dhamana na kusema ni aibu. Mwanangu, ni aibu, tushirikiane kutoa hii mimba, mwanangu sio. Mungu hamleti mtu duniani bila kuwa na sababu. Ukisikia umeconceive, kuna sababu ya kimungu ndani yako. Na kwa sababu hiyo kuna kitu ambacho Mungu anataka kukifanya katika maisha yako. Ni lazima uchunge sana jambo hili. Sasa kuna wakati tumbo la huyu mama lilishawahi kuharibu, lilishawahi kutoa. Halafu ghafla ukajikuta na umepita katika ile tumbo la yule mama, lakini yule mama hakutoa, akakuacha ukaja kuishi. Ile tumbo lililopitisha yale yaliyotoka awali, lile tumbo linakuwa ni kama limepitisha laana. Unazaliwa wewe hujui nini kilichotangulia tumboni mwa mama yangu. Isa anasema anakujua, Mungu anakujua kabla hujazaliwa. Na haya maneno ukitaka kuyasoma vizuri unaanzia mstari ule wa 4, mstari ule wa kwanza mpaka wa 4 wa Isaya 49. Ukitaka kusoma vizuri unayapata pale. Lakini sehemu ya pili pia ni mstari wa 5 hadi wa 7. Katika maneno haya Mungu anasema ataanza na Israeli. Ataanza na Israeli kumrudisha. Tena kuwarudisha waliopotea, sababu yeye Mungu ni mwaminifu. Na hapa nataka niseme uaminifu kwa Mungu. Kitu muhimu sana, uaminifu kwa Mungu. Umekuwa mwaminifu kwa Mungu kwa kiwango gani? Umesimama na Mungu kwa kiwango gani? Nabii Isaya anasema kwamba atarudisha. Kumbe unaweza ukapita kwenye shida, kumbe unaweza ukapita kwenye lile lango la laana, lakini Mungu anasema nitarudisha. Lakini sifa kurudisha ni lazima uwe mwaminifu. Kuna watu wamepoteza vitu vingi. Kuna watu ambao tumezaliwa katika mazingira hayo magumu, na kwa sababu hiyo hatujapata nafasi ya kurejeshewa. Isa anasema ukiwa mwaminifu atakurudishia. Kusudi la kurudishiwa ni kuwa mwaminifu. Ukisimama kwenye mwaminifu, Mungu anarudisha. Ni kwa kiwango gani tunaweza tukasema kwamba sasa ni mwaminifu? Mimi niko mbele za Mungu kwa uaminifu wangu wote. Kwa kiwango gani? Nimesema Epifania ni ufunuo. Yesu anajifunua kwa watu wa mataifa. Ufunuo huu haubaki tu kwa Wayahudi, anauleta na kwetu.
Na somo hili la nabii Isaya linatuonyesha namna gani Mungu anavyoweza kujifunua katika kizazi chetu na kizazi kinachokuja. Anaanza wapi? Anaanza kwa mtu mmoja mwaminifu. Natamani ulipata neema ya kuwepo katika ibada hii. Anza uaminifu. Tazama vile vitu ambavyo vimekula maisha yako binafsi, halafu rudi kwa Mungu, sema kwa uaminifu, huyu mama wa jana nilipata ganzi, lakini mwishoni nikasema kwamba amekuja kwa uaminifu. Sasa tunampeleka wapi? Tunamlaani, tunamfukuza? Hebu tuanze naye kumsaidia. Jitahidi sana kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Uaminifu mbele za Mungu ni muhimu mno. Utafufua vitu ambavyo katika maisha usingevizania. Utarudisha vitu ambavyo kwenye maisha usingevifikiri kama hiki nacho ni sehemu. Jitahidi sana kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Jambo la tatu, Isaya anasema katika mstari wa 8 hadi wa 12, kuna ahadi ya ukombozi na wokovu. Na hii anasema kazi ya mtumishi, waliokuwa wafungwa atawaongoza, waliokuwa wafungwa atawaongoza. Katika Ufunuo sio rahisi kutokuwa na vifungo. Tumefungwa. Saa nyingine tumefungwa na vitu tusivyovielewa. Saa yetu ya kuzaliwa, yamkini tumefungwa na vitu tusivyovijua, na ukatembea na vifungo na ukaishi na vifungo. Halafu unatazama trend, unaona mbona hivi vinajirudia kwenye familia yetu tu, hivi vinajirudia kwenye familia yetu tu. Katika huduma yangu leo nilikuwa na mama aliyetoka Kunduchi. Sasa ana miaka 26 kwenye ndoa isiyokuwa ya kanisani. Lakini anasema ninachukiwa na ndugu zangu niliozaliwa nao, baba mmoja mama mmoja. Ninachukiwa na huyu mwanamume ninaishi naye miaka 26. Ninachukiwa na huyu mtoto niliyemzaa na huyu mwanamume. Ninachukiwa na baba yangu aliyenizaa. Ninachukiwa na mama yangu. Nimekaa katikati ya chuki. Sina hata mtu mmoja anayenifurahia. Amefungwa na roho ya chuki. Na kuna familia nyingine zinafungana na katika hiyo roho ya chuki. Ghafla tunaona wana familia wenzako wanakuchukia. Ghafla unaona watu wanakuchukia. Hapo ndio nimewafanya nini? Hakuna jibu. Vifungo vinakamata maisha yako. Nabii Isaya anasema kuna ahadi ya ukombozi. Anasema kazi ya mtumishi huyu anayekuja atawatoa watu gerezani. Atawatoa watu gerezani kwenye vifungo. Ni jukumu la kwako kumwomba Mungu akuondoe kwenye kifungo ambacho unadhania kwamba umefungwa nacho. Kuna vifungo vingine huwezi kuviona kirahisi, na kuna vifungo vinafika mahali vinaukatisha tamaa. Unasema mimi ndiyo fungu langu. Nakumbuka profesa mmoja anazungumza vizuri sana kwa ajili ya masuala ya athari za sigara. Ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani, ikiwa ni pamoja na kifua kikuu. Anaelezea jinsi ambavyo madhara ya moshi katika kifua cha mwanadamu. Anaelezea na athari zilizomo ndani ya sigara. Unapokaa katika mapafu ya mwanadamu, kadri mtu anapovuta ule moshi unapotawanyika, mwingine unaenda kuandamana katika mapafu. Baada ya muda huyu mtu anaweza kupata kansa. Lakini alipomaliza kufundisha alienda kuvuta sigara. Anajua madhara ya sigara na anafundisha. Alipoulizwa na wanafunzi wake kwa nini unavuta, anasema hii tangia nikiwa mdogo. Baba alikuwa ananituma niende nikawashe. Anasema vuta kidogo, navuta. Imeingia ndani ya akili zangu, ndani ya ubongo wangu. Hata pale nimekuja kwanza nilianza kuvuta, baadaye ndo nikaja kuwafundisha. Unaweza ukajua tatizo lakini ukashindwa kulitibu tatizo. Kinachoshindikana ni vifungo. Mkombozi anasema atatutoa gerezani. Kutolewa gerezani ni hatua.
Kutolewa gerezani ni neema. Lakini leo nakufundisha ili uone ya kwamba vifungo vinafunguliwa na Yesu, vifungo vinaondolewa na Yesu endapo amekuwa nuru katika maisha yako, akang'aa kwenye maisha yako, anaondoa giza. Na hapa lazima niseme, mpe nafasi ya kwanza. Mpe Kristo nafasi ya kwanza. Wakati mwingine nafasi ya kwanza tumewapa watu, hatukumpa Kristo nafasi ya kwanza. Leo pia niko na ndoa iliyokaa kwa muda wa miezi mitatu, na baada ya miezi mitatu ndoa haipo tena, na sasa ni mwaka. Bwana harusi na bibi harusi wamekaa miezi mitatu, na baada ya miezi mitatu hakuna tena ndoa. Wazazi wanalalamika, ni watoto kuna jambo gani? Wazazi wanafika mahali wanasema kwamba hatukutegemea, hata sherehe haijamalizika akilini mwetu, leo umefika hapo. Namuuliza kijana, unajua historia yote ya baba? Anasema baba na mama waliachana. Namuuliza binti, wazazi wako? Sema baba na mama waliachana. Lakini baba na mama waliachana baada ya mimi nishazaliwa, na baba na mama waliachana baada ya mimi kuzaliwa. Kumbe wakati wanazaliwa hawa ndio kulikuwa na hilo chimbuko, kulikuwa na hilo gereza, kulikuwa na hivyo vifungo. Kila mmoja alipozaliwa ndio baba yake na mama yake waliachana. Hawa watoto wanazaliwa, baba na mama ndio wanaachana. Hawa watoto wanatembea kwenye vifungo, sio vya kwao. Ni vifungo ambavyo vimetokana na nafasi wakati wanazaliwa. Isa anasema mkombozi atakutoa gerezani. Na jambo la 4 katika Isaya hii 49 inasema Mungu ataturudia tena. Mungu ataturudia tena. Isaya wakati anatabiri haya alikuwa anatabiri kuja kwa Kristo. Israeli amekaa mbali na Kristo, lakini Isaya anasema Mungu ataturudia tena. Na mimi ninajua haya ninayosema leo, siku ya Epifania, Mungu aturudie tena. Unaweza ukasikia unyonge, unaweza ukasikia masononeko, unaweza ukasikia huzuni. Ni kwa sababu mambo yaliyopita yamekukatisha tamaa. Nafasi yako huioni tena, huoni kusudi tena la kwako, umekata tamaa. Na saa nyingine umesema kwamba ya nini kuishi? Saa nyingine umesema kwamba nina faida gani? Kwa sababu watu wananizunguka wote hawako pamoja na mimi. Lakini Mungu yuko pamoja nawe. Una package yake ambayo bado haijatumika. Atailinda hiyo package yake kwa sababu lipo kusudi la Mungu kwako. Mimi nikutie moyo mwana Segerea, kusudi la Mungu liko kwako. Hayo unapitia ni sehemu, lakini mbele kuna kusudi la Mungu. Sio rahisi sana kuona kwamba hili ndio kusudi la Mungu kwa sababu nimeliona. No. Kuna saa nyingine kusudi la Mungu linapita kwako peke yako. Halafu unajiuliza, kwa nini napita hapa? Kwa nini ni mimi? Kwani mimi na shida gani? Kwa nini ananiandama mimi? Kwa nini majirani wote wamekuwa juu yangu mimi? Kwa nini watu wananizunguka ni mimi tu? Nimewakosea jambo gani? Kitu gani nimewatendea ambacho sio sawa? Yesu ni nuru ya ulimwengu, akuangazia siku ya leo, akupe nafasi ajifunue kwako katika nafasi ambayo mimi kama binadamu nisiwezi kuiona, lakini natamani yeye aliye Mungu akufunulie. Kwa nini unapita hapo? Kuna kusudi gani nataka kuzuiliwa hapo? Kuna kitu gani ambacho kinataka kuzuiliwa hapo? Familia hii ya washirika wangu, wale wana wakiwa maskini, walikuwa wanapigisha simu, wakati simu zinapigwa kwenye vibanda, wakawa wanapigisha simu, wanauza na vocha. Walipofanikiwa kidogo wakafungua na kigenge. Genge lilipofanikiwa wakafungua genge duka. Genge duka wakafanikiwa kufungua duka. Duka likaendelea, wakafungua duka la pili. Wakawa wanakopesheka. Benki wakaenda kopeshwa milioni 10. Wakaongeza maduka yao. Mke akawa na duka lake na mume na duka lake. Wakafanikiwa kulipa ule mkopo benki. Wakawa na mtaji mkubwa. Wakaenda kupa tena, wakafanikiwa kupa milioni 50. Wakaona mahali wanakufanyia biashara hapana, wahame waende mahali pengine.
Wakaenda mahali pengine wakafanya mpango, wakafungua biashara ikaenda vizuri, wakafanikiwa kulipa lile deni na maduka yao sasa yakawa matatu, maduka makubwa. Wakaja watu wasanii wakamwambia yule dada kwamba una struggle sana, tunaomba tuigize pamoja nawe, tutakulipa 3,000,000. Utacheza sehemu moja, tutakupa 3,000,000. Akaenda kumshirikisha mume wake. Mume wake akasema, dili hilo bwana, 3,000,000 kwa kwenda kuigiza, nenda tukaigize mke wangu. Wakaenda wakaigiza, mchezo ukarushwa kwenye television. Wazazi wa mwanamume wakaona ule mchezo wa kuigiza, wakampigia simu kijana wao akasema, mke wako ameolewa tena, tumemwona kwenye television ana mwanamume mwingine. Kijini kule wakasema wametoka kijiji kimoja, hali ikawa mbaya kule kijini. Kijana akasema sijui na mimi, mpaka anatoka kwenye television. Mafarakano akaingia kwenye nyumba. Wakatoka wazee kutoka kijini wakamwambia binti, ondoka, huwezi kukaa na kijana wetu. Na kijana akasema, binti nenda. Binti akaondolewa nyumbani akiwa ameacha ile maduka. Na wazazi walipoona vile wakamtafutia kijana binti mwingine, wakamletea, wakamwozesha. Walikuwa na ndoa ya kanisani. Kijana akaamua kubadilisha dini, akaoa kwa dini nyingine. Binti ameishi akawa na watoto wake 3 wasiokuwa na matunzo yoyote. Na kijana anamwambia wamtafutie baba yao. Walishachuma na nyumba 2, walishakuwa na maduka. Binti akaachwa katika nyumba moja akiwa anahangaika na maisha magumu hayo, na mwanamume alichachukua na ile 3,000,000. Binti hana kitu chochote, anahangaika na ile maisha magumu. Na kijana amefanikiwa tena, amefungua duka lingine kubwa na anafanya biashara vizuri. Binti amekuja anasema, naomba msaada mchungaji. Tunamwita kijana anasema, kwanza mimi usinite, mimi sio Mkristo tena. Nakuja kufanya nini huko kanisani? Huyo kama anataka jambo lote aende mahakamani. Na binti akaenda mahakamani. Kijana na hela akamshinda. Binti akaambiwa kwamba ulijidhalilisha, huna haki yoyote, na watoto wanatunza mwenyewe. Watoto wanaendelea kukua. Wakienda kwa baba yao dukani, baba anasema, nikiona tena hapa ninawafunga, nawaita wezi, mmetumwa na mama yenu, nina familia mpya. Unaweza kadhania una matatizo makubwa, hujasikia matatizo ya watu wengine. Lakini leo nataka nikwambie, Mungu anasema kupitia Isaya atakurudia tena. Kuna jambo ambalo Mungu anatamani kulifanya kwako. Fungua moyo wako, Mungu afanye. Usipambane na yale ambayo unakutana nayo. Pambana wapi package yako ilikotolewa. Pambana wapi wamechukua kusudi lako. Wapi kusudi lako limehamishwa. Unaweza leo ukapambana ukadhania ni leo, kumbe sio leo. Ilo kusudi lilikuwepo siku za nyuma, lakini leo limejitokeza kwa sababu majira na nyakati zimefika za hilo jambo kujitokeza. Usipambane leo, pambana na vitu vilivyopita nyuma. Usihangaike leo, hangaika na vitu vilivyopita nyuma. Kuna saa nyingine watu wanakaa kwenye kilio, analia, anasema kwamba ni nini hiki? Ni jambo gani limetokea hili? Mbona huyu hakuwa hivi zamani? Mbona amebadilika baada ya jambo hili? Kumbuka kuna majira ambayo package yako inawindwa kuliko wakati mwingine wote. Na hayo majira kifika, utaona unakutana na misukosuko usiodhania. Inatosha leo. Mungu alibariki neno lake na Mungu akubariki. Tunategemea kuanza semina mwaka huu. Nitafungua mwenyewe semina. Tumesema tarehe 18 hadi 25. Nataka nifundishe watu wa Segerea. Nataka nifundishe mambo mengi ya msingi. Na tutatembea katika hiyo semina kwa muda wa wiki nzima. Nikishafungua mara moja mwaka mzima, vijana wapo wanaweza kuendelea vizuri. Mimi nitakuwa napumzika, lakini acha vijana waendelee. Nataka niwafungulie usharika kwa sababu mimi ni baba. Vile ambavyo Mungu anataka kusema na kanisa lake kwa mwaka huu, nianze kusema mimi. Na baadaye watakuja vijana wengine watakuja kufundisha. Tarehe 18
mpaka tarehe 25 natamani tuwe na semina hapa. Mungu atubariki.